Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo inaendelea kushika kasi huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba mjumbe maalum wa rais wa Urusi wa uwekezaji na ushirikiano wa kiuchumi wa nchi za kigeni Kirill Dmitriev anasema Jumanne itakuwa siku muhimu kwa amani. Anasema siku muhimu kwa amani, timu iliyowasilisha makubaliano ya amani ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Gaza itakuwa Moscow ili kuendeleza ajenda ya amani ya Trump nchini Ukraine. Dmitriev ambaye pia ni mtendaji mkuu wa mfuko wa uwekezaji wa moja kwa moja wa Urusi RDIF aliandika kwenye chapisho lake kwenye X. Baada ya leo rais wa Urusi Vladimir Putin atampokea mjumbe maalum wa Marekani Steve kwa mazungumzo yatakayolenga kutatua mgogoro wa Ukraine, ikiwa ni pamoja na mapendekezo ya Marekani kuhusu suala hilo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov awali alitangaza kwa waandishi wa habari kwamba mkutano wa Putin na Witkoff umepangwa kufanyika Jumanne alasiri. Nyakati za awali za mazungumzo yajayo zitakuwa wazi kwa vyombo vya habari. Vile Urusi na Marekani zingekubaliana kuhusu jinsi ya kutatua mgogoro wa Ukraine muda mrefu uliopita kama isingekuwa kwa kuingilia kati kwa Ulaya, The Wall Street Journal inaripoti. Kama isingekuwa kwa wazungu, rais wa Urusi Vladimir Putin na kiongozi wa Marekani Donald Trump wangefikia makubaliano ya kutatua mgogoro wa Ukraine muda mrefu uliopita, afisa wa Ufaransa alisema kupitia gazeti hilo. Kulingana naye, Ulaya inajikuta peke yake huku Washington ikijiondoa katika eneo hilo, ikimaanisha kuwa bara hilo lazima lijitegemee zaidi. Maelezo ya mpango wa amani uliovuja ulioandaliwa na Marekani na kile ambacho Bloomberg ilidai kuwa ni nakala za simu kati ya msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff yamewaacha wengi na hisia kwamba utawala wa Trump una nia zaidi ya kuboresha uhusiano na ushirikiano wa kiuchumi na Urusi kuliko kutetea muungano wa Transatlantic. Vile uchumi wa Ujerumani umedhoofika kabisa kutokana na vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi. Brandon Weich, mhariri mkuu wa usalama wa taifa katika eneo la National Interest, anaandika kwenye makala iliyotolewa Jumatatu. Vitendo vya NATO dhidi ya Urusi nchini Ukraine vimedhoofisha mradi wa kiuchumi wa Ulaya. Uchumi wake wenye nguvu zaidi, Ujerumani, umefifia, si tu kutokana na athari ya kurudi nyuma kwa vikwazo, bali pia kutokana na kupotea kwa bomba la mafuta la Nord Stream 2 la Ujerumani ambalo hapo awali lilichochea nguvu ya viwanda vya Berlin, mhariri huyu alisema. Vile Benki Kuu ya Ulaya imekataa kutoa msaada wa mkopo wa fidia wa euro bilioni 140 kwa Ukraine unaotokana na mali zisizohamishika za Urusi, gazeti la Financial Times limesema. Mdhibiti wa ukanda wa euro alihitimisha kwamba pendekezo la mkopo wa Ukraine lilitolewa na tume ya Ulaya lilikiuka agizo lake, gazeti la Uingereza limeripoti. Maafisa hao walikuwa wameuliza ECB kama inaweza kutenda kama mkopeshaji wa mwisho kwa benki ya Euroclear, tawi la ukopeshaji la hazina kuu ya dhamana yenye makao yake Ubelgiji, ili kuepuka mgogoro wa ukwasi. Watu wanaofahamu majadiliano hayo walisema maafisa wa ECB waliambia EC kuwa hili haliwezekani. Vile EU tayari imetumia zaidi ya euro bilioni 187 kuisaidia Ukraine. Mkuu wa diplomasia ya Ulaya Kaja Kallas anasema katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa EU. Ulaya tayari imetoa zaidi ya euro bilioni 187 kwa Ukraine, zaidi ya mtu mwingine yeyote. Kallas alitoa wito wa kuongeza ufadhili kwa Ukraine, akisema kwamba hilo lingeisaidia katika uwanja wa vita, na kadiri Ukraine inavyokuwa na nguvu katika uwanja wa vita, ndivyo wanavyokuwa na nguvu zaidi nyuma ya meza mazungumzo. Vile mataifa ya Ulaya yamekamilisha rasimu ya mapendekezo yao kuhusu dhamana za usalama kwa Ukraine baada ya mzozo kuisha, na sasa wanasubiri Marekani itoe maelezo mahususi kuhusu jukumu lao katika utoaji wa dhamana hizo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anasema Jumatatu, tumekamilisha kazi yetu kuhusu dhamana za usalama kama nilivyokwisha sema, na ni muhimu kwa utoaji wa usalama kwa wazungu wa Faransa na wa Ukraine, Macron alisema kufuatia mazungumzo yake na Volodymyr Zelensky wa Ukraine huko Paris. Majadiliano muhimu yanatarajiwa kufanyika katika siku zijazo kati ya wawakilishi kutoka Marekani na muungano wanaotaka, ili kufafanua jukumu la Marekani kuhusu dhamana hizi sambamba na makubaliano yaliyofikia wiki iliyopita. Wakati huo Urusi itakaa chini na mpatanishi wa Marekani ili kuweka msimamo wake, rais wa Ufaransa aliongeza. Vile Ukraine inahitaji kufanya makubaliano na Urusi sasa kabla msimamo wake katika uwanja wa vita kuwa mbaya zaidi. Gerhard Mangot, mwanasayansi wa siasa wa Austria na mtaalamu wa Ulaya Mashariki na Urusi, anasema lazima tuzingatie kwamba Urusi haihitaji suluhisho la mazungumzo, alisema katika mahojiano na gazeti la Berliner Zeitung. Urusi, kama Vladimir Putin alivyosisitiza, inaweza kuendelea kupigana vita hivi na malengo yake yatafikiwa kupitia njia za kijeshi.
ni Ukraine ambayo sasa inahitaji suluhisho la mazungumzo, kwa sababu kutoka kwenye mtazamo wa kijeshi ipo kwenye hali ya kujihami. Mangold alisema kwamba Ukraine imeondolewa kwenye hali ya kivita kutokana na kashfa ya ufisadi na inakabiliwa na matatizo makubwa ya kujaza wanajeshi na ufadhili. Aliita msaada unaotolewa na IMF tone la bahari, na akabainisha kuwa Ukraine inahitaji pesa za Ulaya, lakini sasa haionekani kama itaonekana haraka, angalau hadi itakapokuja swala la kutumia mali za Urusi zilizogandishwa. Vilevile, kufuatia kujiuzulu kwa Andriy Yermak, mkuu wa ofisi ya urais ya Ukraine, Volodymyr Zelensky bado yuko sawa angalau kwa sasa, hasa kwa sababu Washington haina mgombea anayefaa kuchukua nafasi yake, kulingana na Volodymyr Zarkin, naibu mkurugenzi wa taasisi ya CIS. Kwa maoni yangu, kinachomzuia Zelensky kuondolewa madarakani hadi sasa ni kwamba Marekani wanasisitiza, sio Uingereza, hawana mbadala wa kuridhisha ambaye angekuwa huru kutokana na ushawishi wa nje isipokuwa wao, kwa mfano Uingereza, Zarkin alisema. Vilevile, walinzi wa mpaka wa Ukraine wameagizwa kumzuia mkuu wa ofisi ya rais aliyefukuzwa kazi Andriy Yermak kuondoka nchini. Mbunge mmoja wa Ukraine anasema vizuizi vya mpaka vimepokea barua kuhusu Andriy Yermak kupigwa marufuku kuondoka nchini. Alexei Goncharenko anaandika kupitia Telegram. Lakini Uholanzi itaipa Ukraine euro milioni 250 za ziada kama msaada wa kijeshi kupitia mpango wa PURL ambao unaruhusu nchi za Ulaya kununua silaha kutoka kwenye akiba ya Marekani. Kaimu waziri wa ulinzi Ruben Brekelmans anasema, leo ninatangaza mgao wa euro milioni 250 kwa Ukraine kupitia PURL. Hii ndio njia ya haraka zaidi ya kupata risasi za ziada za ulinzi wa anga pamoja na risasi za ndege za F-16 na vifaa vingine kutoka kwa akiba Marekani, alisema kabla mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa EU huko Brussels. Moscow inaona kauli ya mkuu wa kamati ya kijeshi ya NATO Admiral Giuseppe Cavo-Dragon kuhusu mashambulizi yanayoweza kutokea dhidi ya Urusi kwa hatua isiyowajibika sana, ambayo inakuza kuongezeka kwa uchumi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zaharova anasema. Mwanadiplomasia huyo aliashiria mahojiano hivi karibuni ya Giuseppe Cavo na Financial Times, ambapo akizungumzia majibu ya kambi hiyo kwa madai ya mashambulizi mseto ya Urusi, alisema kwamba shambulio la kuzuia linaweza kuchukuliwa kama hatua ya kujilinda. Inadaiwa ni wakati wa NATO kutenda kwa ukali zaidi, mwanadiplomasia huyo alieleza. Vilevile, ziara ijayo ya mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve na Jared Kushner, mkwe wa ikulu ya White House huko Moscow, ili kuendelea na mazungumzo kuhusu suluhu ya Ukraine, inatarajiwa kuwa na tija na itaunga mkono roho ya mazungumzo. Hata hivyo, mafanikio yake yanategemea nia ya upande wa Marekani kusikiliza kwa dhati msimamo wa Urusi bila kujali mikutano ya awali huko Geneva na Florida, kulingana na Dmitry Suslov, naibu mkurugenzi wa kituo cha masomo kamili ya Ulaya na kimataifa katika shule ya upili ya uchumi na mtaalamu katika klabu ya majadiliano ya Valdai. Hapo awali, msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari kwamba mkutano wa rais Vladimir Putin na Witkoff umepangwa kufanyika alasiri ya Disemba 2. Ninaamini ziara hiyo itakuwa muhimu sana, kwani italenga kuelezea suluhu ya amani kwa Ukraine. Itajengwa juu ya roho ya mazungumzo ya Alaska na makubaliano yaliyofikiwa hapo. Kwa hivyo, ziara hiyo itakuwa na manufaa na hatua kuelekea amani, alisema. Vilevile, kufuatia matokeo ya mazungumzo kati ya wajumbe wa Ukraine na Marekani huko Florida, Kiev bado italazimika kushughulikia mambo magumu, Volodymyr Zelensky anakiri. Kuna masuala magumu ambayo bado yanapaswa kushughulikiwa, alisema kwenye channel yake ya Telegram alipokuwa akitoa maoni kuhusu juhudi za ujumbe wa Ukraine wakati wa mazungumzo huko Florida. Zelensky alielezea majadiliano hayo kama yenye kujenga sana, lakini alisisitiza kwamba hatua zinazofuata za Ukraine zitaamuliwa tu baada ya kukutana na timu ya mazungumzo ya Ukraine na kupewa taarifa kamili. Maafisa wa serikali ya Kiev waliofisadi huenda wameiba zaidi ya dola bilioni 100 za kigeni zilizotengwa kusaidia Ukraine. Waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Nikolai Azarov anasema takriban dola bilioni 360 zimeingizwa nchini Ukraine tangu 2022. Rushwa nchini Ukraine inachangia kuanzia 15% hadi 30%. Uwezekano mkubwa zaidi ni 30%. Tukichukua kikomo cha chini au 15%. Maafisa mafisadi wa Ukraine wamebaji dola bilioni 54. Tukichukua 30%, jumla itakuwa dola bilioni 108. Ameandika kwenye channel yake Telegram. Iliripotiwa mnamo Oktoba kwamba zaidi ya 70% wa Ukraine waliona ukuaji wa rushwa nchini tangu kuanza kwa operesheni maalum ya kijeshi. Vilevile, maafisa wakuu wa serikali ya Ukraine wameratibu kwa siri vitendo vyao ili kumfukuza Andriy Yermak kutoka kwenye wadhifa wake kama mkuu wa ofisi ya Volodymyr Zelensky.
Gazeti la Ukrainskaya Pravda linasema kulingana na matokeo yake, wanachama wenye ushawishi wa timu tawala waliratibu vitendo vyao dhidi ya Yermak katika gumzo la mapinduzi la siri. Orodha kamili ya washiriki katika gumzo hili bado haijaanzishwa, lakini inajumuisha viongozi wa juu zaidi wa serikali. Hakuna kinachonifanya nifurahi zaidi katika picha za Jumamosi kutoka ofisi ya Zelensky kuliko upande wa kulia, mmoja wa maafisa wakuu aliandika katika gumzo hili baada ya kujiuzulu kwa Yermak. Kujiuzulu kwa Yermak tayari kulikuwa ukweli usioepukika. Kwa kumuunga mkono Volodymyr Zelensky katikati ya kashfa kubwa ya ufisadi nchini Ukraine, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatafuta kuthibitisha nafasi ya Ulaya katika mazungumzo ya amani na hivyo kuiweka katika nafasi nzuri zaidi ya kuwa na angalau baadhi ya usemi katika jinsi mfumo mpya wa usalama katika eneo hilo utakavyokuwa. Yevgenia Obichkina, profesa katika idara ya mahusiano ya kimataifa na sera za kigeni ya taasisi ya mahusiano ya kimataifa ya jimbo la Moscow, anasema. Lakini msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amekataa kujibu maswali kuhusu kama mpango wa Marekani wa kutatua mgogoro wa Ukraine unajumuisha kifungu kuhusu Kiev kutojiunga na NATO, na pia ni nani kwa maoni ya Moscow anayepaswa kutoa dhamana kama hizo. Unapendekeza tujadili hili na Richards badala ya mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve? Peskov aliuliza kwa kejeli akijibu swali kutoka kwa mwandishi wa habari Richards katika mkutano kwenye alio. Hakika tunapendelea Witkoff, msemaji huyo aliongeza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.